Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa. Haya, maandiko. Naam. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 7 hadi mstari wa 8. Jamani, si sawa sawa? Nataka tusome hayo maandiko. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 7 hadi mstari wa 8. Tumefika? Tusome kwa nguvu, tufuate vituo. Amen. Haya, 1, 2, twende. Asante. Mpaka hapo tulikuwa na vipengele 4 vya darasa. Kipengele cha kwanza ilikuwa nini? Jumapili ndo tulipoishia. Sawa eh? Kipengele cha pili, maana ya mlango uliofunguliwa. Kipengele cha 3, tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa. Cha 4 na mwisho, naam. Sema kwa nguvu zaidi. Na huyu ndiye mwenye mamlaka ya milango yote. Na huyu ndiye mwenye mamlaka ya milango yote. Kwa hiyo leo mimi sitazungumza utangulizi. Tumeelewana mpaka hapo? Kwa sababu Jumapili tulipozungumza pale tuliishia pale kwenye utangulizi. Au mnasemaje wenzangu? Si niende kipengele cha pili? That's correct. Twende. Maana ya mlango uliofunguliwa. Maana ya mlango uliofunguliwa. Biblia ambayo uko nayo mkononi mwako haikuletwa kwetu kwa mara ya kwanza kwa lugha ya Kiswahili. Biblia hiyo iliandikwa kwa lugha kuu 2. Lugha ya kwanza iliyotumika kuandika Biblia ni lugha ya Kiebrania. Lugha ya Kiebrania. Na ni Agano la Kale. Liliandikwa kwa Kiebrania. Agano Jipya
liliandikwa kwa Kigiriki au Kiyunani. Na sehemu chache katika Agano Jipya na Agano la Kale ilitumika lugha ya Kiaramu, Alamaiki, Kiaramu. Kwa mfano, Eloi Eloi ya masabakitani, hilo ni neno la Kiaramu, Aramaiki. Kwa mfano neno amina, hebu semeni amina. Tena umeongea Kiaramu, hilo neno linamaanisha na iwe hivyo. Jamani, haleluya. Sasa kwa sababu hiyo nataka kutoa ufafanuzi wa sentensi, maana ya mlango uliofunguliwa. Jamani, haleluya. Vizuri sana. Sasa neno hilo mlango uliofunguliwa kwa Kiebrania yako maneno mawili. Neno la kwanza nitakusomea spelling zake. P A T H A H. Mlango uliofunguliwa kwa Kiebrania, na nimekusomea spelling, nitarudia. P A T H A H. Tayari mpaka hapo ndugu zangu? Amen. Inasomekaje hiyo? Na maana mnapunguza sauti. Simeandika pale. Simsome sasa. Pasa. Piga kelele, sema pasa. Tena mwambie jirani yako, nakupa pasa. Maana unampa mlango uliofunguliwa. Neno la pili linalomaanisha pia mlango uliofunguliwa linasomeka hivi: G. Nimekusomea G kwanza, si ndio? A Elo A H. Narudia, G A Elo A H. Soma. Soma. Kwa hiyo nimekupa maneno mangapi? Mawili. La kwanza pasa. La pili hebu sema pasa gala. Tena kwa nguvu. Umeshajua maana hayo maneno yote mawili ni mlango uliofunguliwa. Vizuri sana. Neno la tatu la Kiyunani linalomaanisha mlango uliofunguliwa, hayo mawili nimesema ni Kiebrania. Mmenielewa hapo? Naenda neno la tatu la Kiyunani ama Kigiriki. Sawa? Haya. Nataja spelling. A N O I G O. Tarudia. A N O
I G O. Tuko pamoja? Acha space, acha nafasi. T H U R A. T H U R alafu nini? A. Haya. Mmegundua kuna nini hapa? Hebu soma hilo neno. Na anoigotura. Aya, twende kwa nguvu. Tena anoigotura. Sasa tuyasome yote matatu. La kwanza Batha, Pasa. La pili Gala. La tatu anoigotura. Tuko pamoja mpaka hapo? Sasa hayo maneno matatu wakaja Waingereza wakayatafsiri, wakaja Waswahili wakatafsiri kutoka kwenye Kiingereza wakaleta kwenye Kiswahili, ndio unapata neno mlango uliofanya nini jamani? Kwa nguvu zaidi, mlango uliofunguliwa. Sasa tabia ya maneno ya Kiebrania na maneno ya Kiyunani ni tofauti na tabia ya maneno ya Kiswahili. Ni tofauti na tabia ya maneno ya Kiingereza. Maneno haya ya Kiebrania na Kigiriki ama Kiyunani yana tabia tofauti na maneno ya Kiingereza na maneno ya Kiswahili. Tuko pamoja mpaka hapo? Jamani, haleluya. Vizuri sana. Kwa mfano, neno okoka kwa Kiswahili lina maana ngapi? Wangapi hapa mmeokoka? Wangapi hapa mmeokoka? Kumbe wengine hamjaokolewa eh? Aha. Vizuri sana. Neno kuokoka kwa Kiingereza Naam? Umekuwa saved. Vizuri sana. Sasa kuokoka maana yake nini? Tunaanza kufikiria, si ndio? Kuokoka maana yake nini? Umeokoka ndio. Umefanya nini maana yake? Naam? Haya mama Kevi. Kutolewa eneo la hatari kupelekwa eneo salama. Sawa sawa kabisa, si ndio? Maana nyingine tunaona mna, si ndio? Lakini maneno ya Kiebrania na ya Kiyunani ambayo yametafsiriwa kuokoka
yote maneno mawili yana maana 7. Sisi kwenye Kiswahili maana yetu ni, lakini wao kwenye lugha yao yana maana 7. Umeona gepu hilo? Kwa hiyo Mwebrania akisema nimeokoka, anachomaanisha sio anachomaanisha Mswahili, kwa sababu kwa Kiebrania ni package, ni full package. Nitakupa maana chache kwa haraka kwa sababu sikukusudia kwenda huko. Maana ya kwanza inamaanisha kuokolewa na majanga. Maana ya pili inamaanisha kuokolewa na hatari. Kwanza majanga, pili hatari. Maana ya tatu, ukianzisha safari lazima ufike. Nakupa package. Maana ya nne, umeponywa. Ni neno hilo moja tu. Si umenielewa sasa hapo? Umeona shughuli hiyo? Maana ya tano, umebarikiwa. Maana ya sita, umeepushwa na utelezi. Kwa maana kwamba huwezi kuteleza, na hata ukiteleza huwezi kuumia. Iko kwenye package ya kuokoka. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Sasa umeona neno moja kwa wenzetu, umeona hiyo flow. Neno hilo kwetu halina hiyo flow. Kwa hiyo tunakuwa tuna hang, tunashindwa kupata package kamili. Sasa asubuhi hii tunataka kutoa ufafanuzi wa maana ya neno mlango uliofunguliwa. Hilo neno linamaanisha nini? Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Piga kelele, mlango uliofunguliwa. Tena kwa nguvu. Sasa yale maneno matatu tuliyoyasoma yanamaanisha mlango uliofunguliwa, lakini yana maana zifuatazo, ziko kwenye package ya mlango uliofunguliwa. Maana ya kwanza, kupata mpenyo. Kupata mpenyo. Kwa hiyo mlango uliofunguliwa inamaanisha kupata mpenyo. Na tunatamani kwenye ibada hii Mungu akupe neema upate mpenyo. Kwenye eneo lolote unalotaka kupenya, upenye leo kwa jina la Yesu. Kumbe kupata mpenyo ni mlango uliofunguliwa. Alright? 2, kufunguliwa macho. Kufunguliwa macho. Mungu ayafungue macho yako upate kuona sawa sawa, uone vile Mungu anavyoona kwa jina la Yesu. Kufunguliwa macho, hiyo ni maana ya pili. Maana ya tatu, kufunguliwa kinywa. Kufunguliwa kinywa.
ambayo pia inamaanisha uwezo ama ujasiri wa kusema. Nimefunguliwa kinywa. Mungu akupe ujasiri wa kusema kwa jina la Yesu. Maana ya 4, kufunguliwa masikio. Kufunguliwa masikio. Kufunguliwa masikio. Usikie unachopaswa kusikia. Uone unachopaswa kuona. Useme unachopaswa kusema. Mungu anachosema useme. Mungu anachotaka usikie usikie. Mungu anachotaka uone uone. Jamani, haleluya. Haya, twende. Maana ya ngapi? Ya 5, kufunguliwa mlango. Kufunguliwa mlango. Kufunguliwa mlango. Maana ya ngapi tunaenda? Ya 6, kupewa macho ya kuona. Kupewa macho ya kuona. Kupewa macho ya kuona. Maana ya ngapi? Ya 7, si ndio? Kufunguliwa mbingu. Kufunguliwa mbingu. Ngapi hiyo? 7. Piga kelele. Kufunguliwa mbingu. Ni maombi yangu Mungu akufungulie mbingu. Ni maombi yangu uendeshe maisha yako katika mbingu iliyofunguliwa. Ngapi hiyo? 7. Twende 8. Kuwekwa wazi. Kuwekwa wazi. Kuwekwa wazi. Tayari? Tunaenda ngapi? 9. Kupata nafasi. Kupata nafasi. Mungu akupe nafasi. Mungu akupe nafasi ya kiuchumi. Mungu akupe nafasi ya wateja. Mungu akupe nafasi ya kibali. Na kuombea Mungu akupe nafasi juu ya unachofanya kwa jina la Yesu. 10. Kutoka na kupata mwelekeo. Kutoka na kupata mwelekeo. Kutoka na kupata mwelekeo. Unatoka mahali unapata mwelekeo. Unatoka katika hali fulani unapata mwelekeo. Mambo 10. Hiyo inakusaidia kujua kumbe ni muhimu kupata uelewa wa lugha iliyotumika kuleta neno la Mungu ili kupata package nzima. Tuko pamoja? Sisi
Nimekupa mlango uliofunguliwa. Unaelewa tu kwamba mlango ulikuwa umefungwa, sasa kaufungua ili tuutumie. Lakini Mwebrania ama Myunani anaelewa kuna mambo 10 yameambatana kwenye tukio hilo. Ninasema utoke kwenye hali yako hiyo upate mwelekeo. Ninasema utoke mazingira hayo upate mwelekeo. Mtu yoyote ambaye ana mazingira magumu, na kutangazia kwa jina la Yesu, utoke mazingira hayo, pata mwelekeo. Na mwelekeo unaoupata ni wa kuendelea mbele kwa jina la Yesu. Uendelee mbele ustawi, uendelee mbele uchanue, uendelee mbele ushinde, uendelee mbele umiliki, uendelee mbele upanue mipaka, uendelee mbele ushinde. Mwambie jirani, msaidie kuhubiri, mwambie jirani, ninakuombea uwekwe mlango ulio wazi mbele yako kwa jina la Yesu. Unajua hiyo package ndiyo Mungu meseji yake kwa watoto wake. Wakutaka mpenyo apate mpenyo, aliyenyamazishwa apate ujasiri wa kuongea, ambaye asikii apate kusikia Mungu anachosema, ambaye haoni apate kuona, si ndio? Apate macho ya kuona, upate macho ya kuona fursa, upate macho ya kuona hatua za kuchukua, upate macho ya kuona mwelekeo. Tuko pamoja mpaka hapo ndugu zangu? Maana ya neno mlango uliofunguliwa, maana yake ndiyo hiyo. Amen. Kwa sababu hiyo, sentensi yangu inayofuata, kwa sababu hiyo mlango katika lugha ya kiroho unawakilisha nafasi maalum anayotoa Mungu kwa wanadamu kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya maisha. Nitarudia sentensi hiyo ndefu. Kwa sababu hiyo mlango katika lugha ya kiroho unawakilisha nafasi maalum anayotoa Mungu kwa wanadamu kwa ajili ya huduma, maisha, kusonga mbele, kutoka katika changamoto inayokukabili katika maisha, kusonga mbele, kutoka katika changamoto inayokukabili katika maisha kwa msaada wa Mungu na anayesababisha milango hiyo ifunguke ni Mungu mwenyewe
na anayesababisha milango hiyo ifunguke ni Mungu mwenyewe. Na anayesababisha milango hiyo ifunguke ni Mungu mwenyewe, na hufanya hivyo kwa watu wake ambao pia ni kondoo wake, ama ni kondoo wa malisho yake. Ni kondoo wa malisho yake. Mungu hufanya hivyo kwa watu wake ambao ndio kondoo wa malisho yake. Kwenye ibada hii ninamwamini Mungu ya kwamba atafanya hivyo kwenye maisha yako. Nasema atafanya hivyo kwenye maisha yako. Mahali unataka mpenyo, utapata mpenyo. Mahali unataka kuvuka na uendelee mbele, itakuwa hivyo kwa jina la Yesu. Mahali unahitaji kuona, utapewa macho ya kuona. Mahali unahitaji kusikia, utapewa masikio ya kusikia. Nasema utapewa masikio ya kusikia. Unataka mwelekeo, utapewa mwelekeo kwa damu ya Yesu. Nasema na upewe mwelekeo leo kwa damu ya Yesu. Jambo lolote kwenye maisha yako alipaswi kukosa mwelekeo. Nasema upewe mwelekeo. Kwenye hiyo biashara upewe mwelekeo. Kwenye huo ujuzi upewe mwelekeo. Kwenye hiyo mipango upewe mwelekeo. Kwenye unachofanya upewe mwelekeo. Nasema pokea mwelekeo. Kama naongea na wewe nisikie amina kubwa. Pokea mwelekeo. Nasema pokea mwelekeo. Nasema pokea mpenyo. Na kutangazia unapenya kwa jina la Yesu. Unapenya mahali watu hawapenyi, unapenya. Unapenya mahali watu hawapenyi, unapenya. Unaona watu ambao hawaoni, unaona. Unasikia ambao watu hawasikii, wewe unasikia. Na usikie sauti ya malaika, na usikie sauti ya Roho Mtakatifu, na usikie sauti ya Mungu aliye hai. Napiga kelele nasema na usikie. Mungu akufungulie milango. Nasema Mungu akufungulie milango. Narudia tena, Mungu akufungulie milango. Milango ifunguke. Milango ifunguke. Milango ya kibali ifunguke. Milango ya uchumi ifunguke. Milango ya mafanikio ifunguke. Milango ya hatima ifunguke. Connection ifunguke. Network ifunguke. Kwa damu ya Yesu network ifunguke. Nasema na ifunguke. Mungu akufungulie milango. Usiwe mnyonge. Upate mlango wa kufanya biashara. Upate mlango wa kupata mtaji. Upate mlango wa support. Upate mlango wa kibali. Upate mlango wa heshima. Itakuwa hivyo kwako. Huwezi kuchungwa na mchungaji mwenye kibali alafu wewe ukakosa kibali. Hakuna kitu kama hicho. Ninaamuru kibali kija juu yako kwa damu ya Yesu. Pokea kibali juu ya unalofanya. Pokea kibali juu ya unalopanga. Pokea kibali juu ya unaloombea. Pokea kibali juu ya hatua unazochukua. Nasema pokea kibali kwa damu ya Yesu. Kibali kinafanikisha bwana. Na hakuna mtu yeyote anaweza kuniletea mimi kauzibe safari hii. Safari hii anga limeachia. Biblia inasema mlango ukifunguliwa maana yake mbingu imekuwa wazi. Natangaza mbingu iwe wazi juu ya maisha yako. Nataka uoperate maisha yako kwenye mbingu iliyo wazi kwa damu ya Yesu. Nataka uoperate maisha yako kwa mbingu iliyo wazi kwa damu ya Yesu. Yesu Kristo alioperate mbingu ikiwa wazi. Mbingu ikafunguka.
Unajua kuna wengine wanaoperate mbingu ikiwa imefungwa. Mbingu ikiwa imefungwa unapambana mwanzo mwisho, lakini mbingu ikiwa imefunguliwa hakuna cha kupambana. Kila ulitakalo Bwana anafanya. Bwana akupe nafasi, Bwana akujalie nafasi, Bwana akuweke panapo nafasi, Bwana akupe ushindi kwa damu ya Yesu. Nasema pokea ushindi kwa damu ya Yesu. Nasema Bwana akupe nafasi. Amen, amen. Amen, amen. Shule mengine kioperate mbingu ikiwa wazi, vitu vinaenda, vitu vinatokea. Umeelewa bwana? Ukipata kibali, ukipata connection, umeelewa? Unajua kuna saa mtu anaomba, kuna saa mtu anaombwa. Upate kibali cha kuomba, upate network. Upate network kwa damu ya Yesu, upate network. Unajua nataka nitabiri kidogo, dakika chache. Nataka nimtabirie mtu mmoja kwa jina la Yesu. Nataka nizungumze na mtu mmoja prophecy. Haya ni maneno, ni prophecy. Nataka niongee na mtu mmoja. Utapenya mahali watu hawapenyi. Utapata vitu vizuri watu ambao hawapati. Utapata nafasi ambao watu hawapati. Nataka niongee na mtu mmoja. Mungu atakupa nafasi kwa damu ya Yesu. Na iona nafasi Mungu anakupa kwa damu ya Yesu. Haijalishi historia yako wala maisha yako wala elimu yako. Naona Mungu anakupa nafasi. Naona Mungu anakufanyia nafasi. Kama alivyofanya nafasi kwa Yusufu, naona Mungu anafanya kwa mtu huyo mmoja. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth, naona Mungu anafanya kwa mtu mmoja. Struggle imezidi maisha yetu. Ni wakati wa Mungu juu mbinguni kutufungulia mbingu. Kama mchungaji wako Mungu anamfungulia mbingu, Mungu anakufungulia mbingu pia wewe. Nasema Mungu anakufungulia mbingu pia wewe. Nasema Mungu anakufungulia mbingu wewe. Utakuwa mtu mkuu sana. Utakuwa mtu bora sana. Utakuwa mtu jasiri sana. Utakuwa mtu mwenye neema sana. Utakuwa mtu mwenye nafasi sana. Nasema sana. Nasema sana. Nasema sana. Nasema sana. Nasema sana. Nasema sana. Neema ya Mungu iko pamoja nasi. Hapa kanisani tunacho kile Mungu anataka tuwe nacho, tunacho. Hapa kanisani tunaenda kule Mungu anataka tuende. Huko ndiko tunakoenda. Huo ndio mwelekeo sisi tunaelekea. Tunatoka kwenye hali mbaya, tunakwenda kwenye hali nzuri zaidi. Tunatoka kwenye unyonge, tunakwenda kwenye ujasiri. Tunatoka kwenye changamoto, tunakwenda kwenye freedom. Tunatoka kwenye mapambano, tunakwenda kwenye victory. Sijui kama unanielewa. Tunatoka mahali, tunaingia mahali. Tunatoka gizani, tunaingia nuruni. Tunatoka mahali hatujulikani, tunaingia mahali tunajulikana. Tunatoka mahali wanatudharau, tunaingia mahali tunaheshimika. Tunatoka mahali ni wahitaji, tunaingia mahali tuna vyote. Kama naongea na mtu mmoja, Bwana anazungumza na mtu mmoja ibada hii kwa damu ya Yesu. Yaani naongea na wewe ibada hii kwa jina la Yesu. Kuna mkono wa Bwana umeachiliwa NCC. Mbingu iko wazi kwa ajili ya wanawake wa NCC. Mbingu iko wazi kwa ajili ya vijana wa NCC. Mbingu iko wazi kwa ajili ya wote wa NCC. Iko wazi. Tunaoperate mbingu ikiwa wazi. Tutasikia sauti ya Mungu. Tutasikia maelekezo ya Mungu. Tutauona msaada wa Mungu. Tutaona utetezi wa Mungu. Katika maeneo yote tunataka utetezi. Utetezi upo. Bwana ameshaachilia. Pokea utetezi wa Mungu kwa jina la Yesu. Mtu mmoja anisaidie kusema fire. Mtu
mtu mmoja anisaidie kusema fire. Sema tena fire. Sema tena fire. Sema tena fire. Ya. Tumepewa mlango uliofunguliwa wa kupenya anapenya, wa kuona anaona, wa kusikia anasikia, wa kutoka na kupata mwelekeo anapata. Umenipata Bwana? Wa kuoperate mbingu ikiwa wazi anaoperate. Yesu Kristo ni tofauti na manabii wote. Yesu Kristo alioperate mbingu ikiwa wazi. Biblia inasema mbingu zikafunguka, sauti ikasikika. Hakuna nabii mwingine aliwahi kupata kitu kama hicho. Ndio maana Yesu Kristo alifanya mambo ya ajabu ambayo nabii hajawahi fanya. Yesu anabaki nabii mkuu. Ndio maana Yesu Kristo alifanya mambo ambayo mitume hawajawahi kufanya. Ndio maana Yesu anabaki kuwa mtume mkuu. Ndio maana Yesu Kristo